Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kwa moja tutazame ziara ya rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa ambaye amekutana na rais wa Marekani Donald Trump. Sasa moja kati ya mambo ambayo yamemkuta Cyril Ramaphosa hayatofautiani sana na kile kilichomkuta rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye alisemwa vibaya sana na rais wa Marekani Donald Trump. Wakati huu Trump anamkabili mwenzake wa Afrika ya Kusini Ramaphosa na kupitia mkanda wa video unaodai ubaguzi na unyanyasaji wa wakulima wa kizungu nchini Afrika ya Kusini katika mkutano katika ikulu ya White House siku ya Jumatano. Mkutano huo ambao awali ulinuia kuangazia biashara na mahusiano baina nchi hizo mbili ulihamia kwenye mjadala kuhusu jinsi wanavyotendewa weupe walio wachache nchini humo baada ya mwandishi wa habari kuuliza ni nini kingemshawishi Trump kwamba hakuna mauaji ya kimbari ya wazungu nchini Afrika ya Kusini. Ramaphosa aliingilia kati akisisitiza haja kusikiliza sauti za marafiki wa Marekani ili kupata mtazamo kamili juu ya suala hilo na kumfanya Trump kujibu, tuna maelfu ya habari zinazozungumzia, ningeweza kukuonyesha mambo kadhaa. Zima taa na uwashe tu hii. Trump aliwaagiza wafanyakazi wake kabla ya kucheza video ya dakika 5, kanda ambayo ilijumuisha sehemu ya upinzani wa Afrika ya Kusini wakitoa matamshi ya uchochezi pamoja na picha zinazodaiwa kuonyesha makaburi ya wakulima wa kizungu. Hata hivyo, Donald Trump alichukulia huu ni kama unyanyasaji kwa watu weupe ambao wanaishi nchini Afrika ya Kusini. Kisha Trump aliwasilisha rundo la makala iliyochapishwa katika vyombo vya habari kuhusu Afrika ya Kusini, akipitia kurasa na kutoa maoni. Kifo cha kutisha. Alidai nyenzo hizo zilithibitisha kampeni iliyolengwa ya wakulima wa kizungu kwa madai kuwa watu walikuwa wakikimbia Afrika ya Kusini kwa usalama wao wenyewe. Rais Ramaphosa alijibu kwa kusisitiza kwamba Afrika ya Kusini ni nchi ya kidemokrasia ya vyama vingi vya kisiasa ambapo watu binafsi wanaweza kutoa maoni yao tofauti na kwamba serikali haidhinishi kauli zinazotolewa kwenye video hiyo. Alibainisha kuwa uhalifu nchini Afrika ya Kusini unaathiri jamii zote na haulengi ubaguzi wa rangi. Ramaphosa pia alifafanua kuwa watu walioonyeshwa kwenye video hawakuwa sehemu ya utawala wake. Una mamia ya watu na maelfu ya watu wanaojaribu kuja nchini mwetu kwa sababu wanahisi watauawa na ardhi yao itachukuliwa, na una sheria ambazo zilipitishwa ambazo zinakupa haki ya kunyakua ardhi, Trump alidai. Mvutano kati ya Washington na Pretoria umeongezeka tangu wakati huo ambapo rais wa Marekani Donald Trump ilifikia hatua akatoa idhini kwa raia wa kizungu wa Afrika ya Kusini kuhamia nchini Marekani. Trump alirejelea ofisini Januari ambapo utawala wa Marekani umeishutumu Afrika ya Kusini kwa kukandamiza haki za Waafrika wachache wa Kiafrika kupitia sera mpya ya ardhi. Pretoria imetetea hatua hiyo ikisema zimeundwa kushughulikia usawa wa rangi wa muda mrefu katika umiliki wa ardhi. Trump ameahidi kuharakisha uraia wa Waafrikana akidai kuwa ni wahasiriwa wa mauaji ya halaiki. Ramaphosa amekanusha mara kwa mara madai hayo akisema wakati wa kuonekana kwake hivi karibuni hadharani hakuna mauaji ya halaiki nchini Afrika Kusini. Huo ni ukweli ambao umethibitishwa na ushahidi mwingi. Uhusiano uliodorora zaidi mwezi Machi wakati Trump aliamuru kusitishwa kwa ufadhili wote wa shirika la Marekani kwa Afrika Kusini na kumfukuza balozi wa nchi hiyo kutoka Washington akimtuhumu kuwa ni mpingaji wa Marekani. Hatua hiyo ilichukuliwa baada ya Pretoria kuwasilisha kesi ya mauaji ya halaiki dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ, na ndicho ambacho wachambuzi wa mambo pia wanasema kimesababisha mtafaruku kati ya Marekani na Afrika ya Kusini. Licha ya mabadilishano ya wasiwasi ya ikulu, Ramaphosa baadaye alielezea mkutano huo kuwa umeenda vizuri, akisisitiza umuhimu wa mazungumzo na kuendelea kwa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Mvutano kati ya Washington na Pretoria umeongezeka tangu Trump arejee ofisini. Utawala wa Marekani umeshutumu Afrika Kusini kwa kukandamiza haki ya Waafrika wachache wa Kiafrika kupitia sera mpya ya ardhi. Pretoria imetetea hatua hizo ikisema zimeundwa kushughulikia usawa wa rangi wa muda mrefu katika umiliki wa ardhi. Trump ameahidi kuharakisha uraia wa Afrikana akidai kuwa ndio waliopata hasara kubwa na wameathiriwa sana.
Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.